Ashraf Junior, ebu rate hichi ambacho Yanga anataka kukifanya hapa sasa hivi. Kwanza kwa asilimia ngapi unakubaliana na kile ambacho Yanga anataka kukifanya kuhusu biashara ya Okello? Unaona kama Yanga wamekuwa wepesi sana, ni kama kuna kautayari fulani hivi kupokea pesa ya Okello ambayo itakuja. Ni nyingi sawa, lakini kwa msimu uliopita ni mchezaji ambaye ameisaidia sana timu. Replacement yake inaikuja. Kwani ukiwa wawili kuna shida gani? Hawala hamna shida. Lakini pia hii timu ndio zile namba za wachezaji wa nje. Kuna limit. Lazima mwache mmoja. Lazima mwache mmoja. Kama kuna option na hauzi, si ndio? Wala hamna shida kuwa na watu wote wawili, kwa sababu unaweza kuwatumia wote kwenye mechi moja pia. Okello unaweza kumtumia tokee pembeni, Stefan akacheza pale katikati, au pia tusha kumuona anacheza kama force number 9 unajua. Na alifunga ule msimu, alikuwa ni mfungaji bora kwa maana Stefan Aziski. Unakumbuka? Kwa unaweza kumchezesha yeye pale chini yake akaepo Okello pia na vitu vikaenda. Lakini kama huone mtu mwingine wa kumkata huko chini na kuna watu wanataka kuleta hela, unapata takriban bilioni 2 pengine na umetumia pesa nyingi kwenye usajili dirisha kubwa, then hamna shida, kwa sababu kitu ambacho ni uhakika kwa Stefan Aziski. Hivi ulipata bahati ya kumwangalia kidogo hata kwenye hivi alivyokuja kucheza hizi kwenye mechi za mabonanza hizi? Niliangalia. Stefan ni yule. Stefan ni yule. Yes, ni yule. No. Nimezungumzia kwamba kama yani unajua Magunga vitu anavyofanya kwa kujirudia kama hata kwenye friend match hizo anafanya. Ulishaye kumsikia Gamonda anasema the way you train ndo unavyocheza. Yani ni kwa sababu pia aina ya training ambayo Gamonda alikuwa anazungumzia ni training ambayo ilikuwa na intensity, ilikuwa na pressure. Kwa hiyo ukidesign training ambayo ina vitu kama hivyo, ukikopi na ukaenda ukapaste kwenye match, inawasaidia wachezaji. Mfano, mchezaji ambaye ana train kwenye mazingira huru atastruggle kwenye mechi ambayo haikupi space, ina intensity na ina pressure kubwa. Magunga tunawahi kuzungumza hapa kwamba kwenye mechi za friendlies, si ndio? Mwalimu anaweza intensity ikawa ya kawaida, lakini mwalimu anataka kuona mbinu, kuna vitu anataka kuimplement kuviona, si ndio? Yani inawezekana hii mechi ni friend match tu, lakini kuna vitu nataka kuona wachezaji wangu wanatekeleza vipi, ili nitakavyoenda kwenye mechi ya ushindani najua tu kwamba hapa tunaongeza nini, intensity. Kwa hiyo tukirudi kwa Okello, Yanga hawatapata madhara yoyote au effect yoyote kama mchezaji ataondoka. Effect ni kumpoteza moja kati ya wachezaji bora ambaye alikuwepo tangia msimu uliopita, ambaye akiwepo na kuongezea upana wa kikosi, si ndio? Kipindi kilichopita kama mnakumbuka, msimu wa nyuma Aziski alikuwepo na Chama alikuwepo. Chama alikuwa acheza, alikuwa yuko benchi, lakini alikuwa akipata dakika ana kitu anakupa. Yaani unajua tu huyu acheze kwa sababu hii timu imetengenezwa kumzunguka nani? Aziski ambaye kashatengeneza utawala wake. Lakini Chama alikuwa akiingia anakupa hicho kitu. This time kama Okello anaondoka, anabaki nani? Aziski. Fanya anakuja na ule ubora wake kama kawaida anacheza. Ukimiss yeye, nani anaweza kwenda kukupa kile anachokupa Aziz? Okello na Aziziki. Naondoka na Aziziki. Kwa sababu gani? Experience, ashanionyesha vitu vingi. Experience ya nini? Kwa sababu Okello naye amecheza Uganda muda mrefu. Miaka 25 ndio. UEFA Champions League. Amewahi kufanya nini kwenye Champions League? Timu yake haijapata nafasi ya ushiriki sana Champions League. Ndio hiyo ninazungumzia, experience ambayo yuko nayo, ambayo anazidiwa na nani? Na Aziziki. Okay. Kwa hiyo mimi kama nahitaji namba 10 mmoja kati ya watu wawili, mimi asubuhi tu nitaondoka na sisemi kwamba Okello ni moja kati ya mchezaji mzuri na mimi namuadmire kweli yule bwana mdogo. Lakini pia angalia yeye aliyokuwa nayo. Yaani unaona kabisa kwamba huyu kuna ubora mkubwa anaoendea kutokana na hivi alivyo. Ana miaka 25, miaka 5 kutoka sasa atakuwa na miaka 30. Lakini kwa hiyo miaka 5 hiyo unamtabilia makubwa zaidi. Mimi pia nakubaliana na Ashraf Richi kwa sababu Young Africans wana uhakika wa kumpata Aziziki bora kwenye ligi ya ndani na Aziziki bora kwenye Champions League. Tofauti na Okello. Unachotaka kusema Sara ni kwamba Okello kwenye mechi ambazo ni zina intensity kubwa, mechi kubwa za kimataifa hawezi kufanya kitu. Hata kwenye mechi za ndani. Asi hawezi, inawezekana tu kuna muda hiyo hali inaweza kaenda mkuta mchezaji. Lakini pia kwa muda gani? Unajua tusimhukumu sana kwa sababu ni msimu mmoja tu ni kwenye hiyo makala iliyopita Champions League ndio tumeshuhudia hicho kitu. Na amefika kwenye timu. Unajua hata Raja Casablanca, Farabat. Yes. Nasubiri nione na naweka akiba maneno, lakini imani yangu inaniambia Okello anaweza akapata ugumu sana
FAR Rabat. Kwa sababu gani? Kwa sababu mchezaji anayetoka Morocco, mchezaji anayetoka South Africa, mchezaji anayetoka Egypt wakija kwenye ligi yetu kwa asilimia kubwa wanaweza akafanikiwa. Kwa asilimia kubwa. Wachezaji wanaotoka hapa kwenda kule wanapata changamoto kwa sababu ligi wanatoka kwenye ligi hii kwenda kwenye ligi nyingine, wanakutana na mazingira ya tofauti. Eneo la kwanza, amewahi kuja hapa Said Ramovic akasema kwamba intensity ya ligi kihusika ni ipo chini, unanielewa? Na huo ni ukweli ambao wala tupaswa kuwa na mjadala mrefu. Ligi yetu intensity yake ni sasa hivi ni ya wastani. Yaani umeona mfano mechi ya juzi ile Simba na Yanga, ile ni intensity ya wastani, unanielewa? Intensity ni kasi tunazungumzia. Lakini kitu kingine, ushindani. Ni kweli ligi yetu na ushindani, lakini kwenye ligi ambayo Okello anaenda ina ushindani zaidi. Yaani zile mechi ambazo Okello alikuwa anacheza na dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, kule ukienda Morocco unacheza mechi 15 kwenye duru ya kwanza zina namna ile. Lakini pia Okello ni profile ya mchezaji ambaye anahitaji space kufanya shughuli zake. Yaani anahitaji nafasi. Unajua uwanjani nafasi utaipata, lakini inategemeana na ukubwa hiyo nafasi. Kuna nafasi ndogo na nafasi kubwa. Lakini nafasi lazima uitengenezee uhusiano na muda. Kwa anahitaji nafasi ya kutosha na anahitaji muda katika kufanya maamuzi. Kuna ligi unaenda kucheza, wapinzani hawakupi hivyo vitu viwili kwa wakati mmoja. Unaweza ukapewa muda afu akakunyima nafasi, au ukapata nafasi lakini muda wa kufanya hizo shughuli zako binafsi ukawa huna. Kwa nafikiri ni sehemu ambayo anatakiwa afanye zaidi. Yaani adaptation ni kitu cha msingi, kwa sababu kwenye maisha hata kawaida ukishindwa kuadapt kuendana na mazingira, kuendana na mabadiliko ya kimazingira, ni rahisi sana kupotea moja kwa moja, kwa sababu mazingira yatakutema automatically. Kwa George, kati ya Aziz Ki na Alan Okello, ipi ambaye ungekuwa kocha ungekuwa unamtumia zaidi kwenye kikosi chako? Ingawaje ushai kusema hapa kwamba Yanga wanahitaji mchezaji ambaye anaweza akamchallenge Okello katika eneo hilo. Yupi ambaye kwako unasema ni suitable zaidi, kama ungekuwa kocha ungemtumia zaidi kuliko mwenzake, na ni kwa sababu gani? Stefan Aziz Ki, sehemu ambayo mimi naamini kupitia Stefan Aziz Ki ni ana daraja la tofauti na Alan Okello kwenye kufanya maamuzi ndani ya uwanja. Sure. Wachezaji tunawatofautisha na maamuzi ambao wanayafanya katika muda muafaka zaidi. Lakini kitu kingine ambacho anaweza akakuofa Stefan Aziz Ki, nje ya kutengeneza nafasi za kufunga, Aziz Ki anaweza kukushindia mechi yako mpira wa miguu katika level ya aina yoyote. Yaani mechi inaweza ikawa ngumu alafu Aziz Ki akaichukua. Yes, anaweza kawa pale na akaibeba hiyo mechi. And then Stefan ni talisman. Mimi nikiwa naiandaa timu yangu kukutana na Yanga Africans ambayo na Okello na Yanga Africans ambayo na Stefan Aziz Ki, nitakuwa na wasiwasi sana kukutana na Yanga ambayo na Stefan Aziz Ki, kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza hitaji space kubwa kufanya shughuli zake, kwa sababu ni sharp, yuko sharp kwenye maamuzi, lakini pia anatumia muda wake vizuri. Wachezaji wote wana ubora na wana changamoto, lakini wachezaji wengi wanatumia ubora kuficha zile changamoto ambazo zinawasumbua. Hao ni wachezaji wote wawili ambao ni lazy players, timu ikiwa ina mpira. Sawa. Ashraf, naomba unitengenezee picha ya eneo la mbele la Young Africans ya sasa itakavyokuwa, ukijumuisha na uwepo wa Aziz Ki. Hapo Okello tushamtoa au bado yupo kwenye timu? Hapo Okello tumemtoa kwanza. Tumemuuza. Tuseme yupo. Okay, sawa, tuseme yupo. Kuna yule beki nasikia wanataka kumtoa. Okay. Tuseme Okello yupo. Tengeneza picha ya namna Young Africans itakavyokuwa. Kwenye eneo langu la kiungo atakuwepo na Duke Abuye, Max Nzingeli pamoja na Stefan Aziz Ki. Hao ndio viungo watatu hao ambao watakuwa Abuya, Max na nitamwambia kama mimi ndo nitamwambia Abuya, sikiliza wewe, mimi nataka ukae hapa. Ukae hapa chini hapa. Utaje tena hicho kiungo? Nitamwambia Duke Abuye, General, nitamwambia wewe kaa hapa chini hapa. Sawa. Alafu Max, wewe zunguka, wewe kuwa box to box.